Naam, karibu tena mtazamaji. Naam, tukiona kwamba katika jamii nyingi humu nchini malezi ya watoto hasa wachanga walio chini ya miaka mitatu ni jukumu la kina mama. Hata hivyo, wazazi wa kiume katika kaunti ya Homa Bay wanabadilisha tamaduni kwa kuhusishwa katika kutekeleza majukumu haya. Naam, kupitia mafunzo ya kusaidia ukuaji wa watoto wamechukulia majukumu kama kucheza na watoto wao, kuwapa chakula na hata kuwaogesha kama yao. Na mwanahabari wetu Emily Chebet na taarifa hii. Eneo la Homa Bay linaamka taratibu wakati jua linapochomoza. Maji ya ziwa Victoria yanasikika. Mashua za uvuvi zinarejea kutoka kazi ndefu ya usiku kucha. Katika desturi za eneo hili, wanaume wanapoelekea ziwani kwa uvuvi, wanawake wanasalia na majukumu ya ulezi wa watoto. Hata hivyo, desturi hii inabadilika. Wellington Oyugi, baba wa watoto wawili kutoka eneo la Malela, anamtayarisha mwanawe wa kike kwa kliniki, huku mama akishughulika na kazi nyingine za nyumbani. Kwa Oyugi, kando na kumsaidia mkewe, pia ni njia ya kuwashughulikia wanawe. Tuliandamana naye hadi hospitalini. Kama mamake alikuwa ameletea Yesu mtoto kliniki, ametoka, naangalia kitabu, alafu naangalia date na wenye mtoto anarudi kliniki. Hiyo ndio inakusaidia sana. We have children accompanied by their fathers, around approximately 50% of the total number of that day. Oyugi ni mmoja wa wazazi wa kiume ambao wamejitolea kufundishwa jinsi ya kuwalea wanao wachanga. Kulingana na Shirika la Afya Duniani, miaka mitatu ya kwanza ya mtoto ni muhimu kwa ukuaji wa ubongo. We have play, we have importance of communication, we have an environment that can support this child to grow. Hatukuwa tunajua chakula mbalimbali inafaa mtoto aliswe, hata kama bado ako tumboni, kama hajazaliwa ama tayari amezaliwa. Uamuzi huu haujakuwa rahisi kwenye tamaduni inayoaminika kuwa majukumu haya ni ya kina mama. Kama rafiki yako amekutembelea, apate kama unafanya hii kazi ya kulea mtoto, upate hiyo maneno imejitokeza huko nje. Sasa uone kama marafiki wameanza kusema ati huyu amekaliwa na bibi. We as male caregivers, we just sensitize them that it is not sin to take care of your child because it is your child. We find teenagers or adolescents now that did not grow emotionally. They cannot handle heartbreaks because they are not prepared for what life has to offer. Most of this you can trace back to the childhood of such adults. Katika enzi ambayo runinga na simu zimekuwa kama walezi rahisi wa watoto, kina baba kama Oyugi na wenzake wanachagua njia tofauti. We've been working together as a national government and of this group. They have done a lot to our community, especially to my area. One of the major things they have done is they have reduced the number of GBV. Licha ya mila na matarajio ya kitamaduni, Oyugi na kina baba wengine wako katika mstari wa mbele kuvunja tamaduni na kuwa walezi wa karibu na wenye msaada katika miaka ya mwanzo na muhimu ya watoto wao. Emily Chebet, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Homa Bay.